Mambo vipi mtazamaji wa Niako TV, karibu sana kuweza kufahamu zile taarifa mbalimbali za kimichezo kutoka ndani ya Tanzania na nje ya mipaka ya Tanzania. Na ikiwa leo ni siku ya Alhamisi ya Januari 15 ya mwaka 2026, wakati tetesi mbalimbali zikiendeleza usajili kutoka ndani ya Tanzania na nje ya mipaka ya Tanzania, lakini hasa zaidi kutoka hapa nyumbani Tanzania, taarifa kubwa ni juu ya sajili ambazo zinaendelea katika dirisha dogo la usajili ambalo limefunguliwa Januari hii ya mwaka 2026, na taarifa ni nyingi, lakini taarifa leo ni kutoka ndani ya kikosi cha wekundu Msimbazi ni Simba Sports Club. Na kama tunavyojua pia baada ya kuweza kumtambulisha kocha wao mpya Steve Baka, kocha wa zamani wa Stellenbosch, lakini kwa mechi yake ya kwanza Mapinduzi Cup akuweza kutinga hatua ya kwenda fainali ya michuano hiyo ya NMB Mapinduzi Cup mwaka 2026, akiweza kufungwa na Azam FC na hivyo kurejea Dar es Salaam Tanzania kwa ajili ya kujipanga katika michuano iliyobaki ya CAF Champions League pamoja na michuano ya ligi kuu soka Tanzania bara, ambapo Jumapili hii watashuka dimbani katika dimba la Meja Jenerali Samuyo wakienda kuvaana na Mtibwa Sugar. Lakini taarifa ambayo imetolewa na mchambuzi wa soka kutoka hapa nyumbani Tanzania, huu ni Hansi Raphael Mwambeki, yeye ameweza kutoa taarifa ambazo hizi ni taarifa za ndani kabisa juu ya moja kati ya viungo ambao wamefanya makubwa tangu asajiliwe Simba Sports Club. Huu ni Jean-Charles Ahoua mwenye umri wa miaka 23, ambapo ameweza kutoa taarifa na kusema kwamba usiku kwa mkia leo Simba wamefanya mauzo ya kiungo wao Jean-Charles Ahoua kwenda nchini kule Uarabuni, na ameandika pia kupitia peji yake Instagram kusema kwamba it's over kati ya Simba na Ahoua, lakini jini hatokuwa tena kwenye kikosi cha Simba Sports Club katika mwaka huu 2026, lakini soon Simba watashusha namba 10 kutoka South Africa, lakini akasema kwamba kumalizia Ahoua ni balaa jipya huko Uarabuni. Hivi ndivyo ambavyo taarifa kuhusiana na issue nzima ya Jean-Charles Ahoua. Lakini kwa upande pia wa comment zimekuwa ni nyingi. Sasa free kick na penalty atapiga nani? Moja kati ya comment ambazo zimeweza kutolewa baada ya posti hiyo ya taarifa hiyo kuweza kutoka. Lakini mwingine akasema kwamba kwa hiyo mpaka anaondoka tuzo za MVP hazijatoka. Hii bongo nyoso kweli. Ni moja kati ya comment ambazo zimeandikwa katika posti yake ama taarifa hiyo. Lakini taarifa nyingine ambayo Hansi Raphael ameweza kuitoa ni juu ya sajili ambazo zinaendelea ndani ya kikosi cha Yanga Sports Club baada pia kumtambulisha Alan Okello kutoka kule Vipers ya kule nchini Uganda na baada ya kutua Dar es Salaam Africans. Lakini taarifa nyingine ni juu ya moja kati ya usajili mwingine ya moja kati ya wachezaji ambao anacheza anapenda sana kutokea upande wa kulia. Huyu ni jina lake kamili ni Laurindo Dilson Maria Aurielo maarufu kama Depo, ambaye ni raia kutoka kule nchini Angola, ambaye alizaliwa Januari 8 mwaka 2000 na umri wa miaka 26, na nafasi yake ni nafasi ya ushambuliaji, lakini kuja kujiunga na klabu Dar es Salaam Africans. Klabu yake ya mwisho ni anacheza ama alikuwa akicheza kule ndani ya klabu ya Rodaniak ya Radomo, na pia amedumu katika tuseme ni mwaka mmoja, lakini mwaka 2026 tetesi zimeibuka kusema kwamba anakwenda kujiunga na miamba ya soka la Tanzania ni Yanga Sports Club. Na klabu ambayo ametoka Depu ya Rodaniak Radom inashiriki ligi kuu kule nchini Poland, lakini mpaka anaondoka iko nafasi ya 7 ikiwa imekwisha kucheza michezo yake 18 ikiwa pia na alama zake 26. Hivyo ni taarifa ni kwamba klabu ya Dar es Salaam Africans tayari imekwisha kukamilisha usajili wa moja kati ya washambuliaji. Huyu ni Depo
kutoka ndani ya klabu ya Radomiak ya kule nchini Poland, na tayari amekwisha kutua nchini Tanzania kujiunga na mabingwa wa ngao ya jamii, lakini pia mabingwa wa Mapinduzi Cup katika mwaka 2026, na tayari amejiunga na kikosi cha wananchi ni Yanga Sports Club. Hivyo muda wote kuanzia leo Depu atatambulishwa ndani ya kikosi cha Young Africans kama mshambuliaji mwingine katika usajili mpya wa mwaka 2026, hasa zaidi katika dirisha dogo hili ambao limefunguliwa Januari mwaka huu, mwaka 2026. Maoni yako ni yapi baada ya taarifa zote hizi? Tuwekee maoni yako chini ya video, tufollow kule Instagram pamoja na TikTok kwa jina moja la Niako TV. Mimi ni official Mutwe Msanawaji. Hii ni Niako TV. Endelea kutazama Niako TV kwa habari mbalimbali za kimichezo na burudani.